Ari ya kusaka kazi huwachochea wengi kupaa hadi nchini Saudi Arabia. Lakini sasa nchi hii imegonga vichwa vya habari kwa tuhuma za kuendekeza utumwa mamboleo katika karne ya 21. Julia, jina lake, alifika Saudi Arabia, lakini kurudi kwake nchini si furaha, ni karaha na majonzi chungu nzima. Niliamua kwenda Saudia kutafuta kazi kwa sababu nilikuwa nimetafuta kazi hapa Kenya. Najaribu kuweka soko, nashikwa na kanjo. Najaribu kwenda huka, mambo ikaniharibikia kabisa. Sasa kuna mama mmoja alikuja akaniambia Saudia ni kuzuri na mshahara ya Saudia ni 20,000. Sasa nikaamua kwenda Saudia. Akanipeleka hadi kwa agency ambaye jina lake ni Julius Kimemia. Ako hapo City Market, Alkaki Enterprises. Nikakuja ofisi, akanificha kwa mama mwingine hapo River Road ambako ndio wasichana wanawekwa. Nikachanganishwa na wasichana ambao walikuwa wasichana kama 60. Kitu saa 5 hivi ya usiku tukajitayarisha, tukachukuliwa na taxi hadi Jomo Kenyatta Airport. Lakini kile hakufahamu ni kuwa kulikuweko na shilingi 200,000 zilizotolewa kwa kampuni hiyo kama ada ya kumpeleka huko, na alipofika akafahamu kuwa ni kama alikuwa amenunuliwa kwa miaka 2 na hivyo angefanya kazi ya kila aina. Kazi zilikuwa zinastua ambazo si kawaida Kenya ama mimi kufanya kazi kama hizo. Ni kuosha nyoka, joka liko kwa nyumba, kobe, kuosha, kuipatia chakula, hakuna kulala, hakuna kukula. Vitu za maajabu niliziona kwa sababu wewe mwenyewe huwezi pakuliwa chakula. Utakula yale mabaki ya watoto wao. Wasichana wadogo ambao wanachukuliwa hapa Kenya ati wanapelekwa kazi, au wanaenda kudungwa shindano za matiti, wako hapo tuko nao jela. Wamedungwa shindano za matiti, kisha maziwa yatoka, alafu unanyonyesha mtoto wa Kiarabu. Mateso yalipozidi, alitoroka nyumbani, na kama ada ya hapa, when the police catch them, they have to take them to prison first. Nikaingizwa na sanduku langu likachukuliwa na wamama 2 wa Kiarabu ambao ndio wanaangalia hiyo jela ambayo inaitwa maktaba. Kuna lugha tofauti, kuna Wakikuyu, kuna Wataita, kuna Mijikenda, kuna Waluo. Wajaluo ndio wengi. Kila mtu anatoa story yake. Ilikuwa tu wewe ulikujaje, iliendaje? Huyu anasema mimi kule nilikuwa nilirepiwa. Mimi nilikuwa naosha joka. Nilikuwa naosha tortoise. 3,000 Kenya women wamejaa jela. People, they come to the recruitment agencies, Kenyan recruitment agencies, without any idea about the work that they are going to do or they are going to apply to. Je, yawezekana kuna Wakenya wanaoteseka waliotekwa nyara visivyo Saudi Arabia? Iko wapi serikali ya kutetea walala hoi? Wako wapi mawaziri husika kuchunguza swala hili ambalo sasa limekuwa shairi nchini kukaririwa kila siku? Waziri Wetangula, tafadhali na kuomba, na ninaomba serikali ya Kenya ifunge maofisi zote za maagent. Some legal agencies, some illegal, some brokers, you know. That maybe make the situation to become complicated. Miezi kadhaa iliyopita, serikali kupitia kamati ya bunge kuhusiana na masuala ya kigeni inayoongozwa na Aden Kinan ilikuwa ichunguze kampuni hizo. Hadi sasa hakuna hatua iliyochukuliwa. Kwa Wakenya ni kutaabika na kuteswa. Ukweli kuhusu yanayoendelea nchini Saudi Arabia utajulikana lini? Si mara ya kwanza kusikiliza na kutazama taarifa kama hii kuhusiana na swala nzima la Saudi Arabia. Hata hivyo, mwenye macho haambiwi tazama. Lakini wako wapi wanaojiita wanatetea walala hoi?